Ni saa moja saa zetu za Afrika Mashariki, mtazamaji wetu wa TVC 247, ungana nasi hadi tamati tukupasheni yaliyojiri hii leo. Mimi ni msamaji wako Martin Base. Jina langu ni Pauline Atelo. Karibu. Na hivi ndivyo vya mshahamu vya leo. Tukianza ni kwamba Rais William Ruto amewaagiza machifu kote nchini kuhakikisha kuwa wanafunzi wote wa gredi ya 10 wanaripoti shuleni kesho, iwe wana karo na sare za shule au la. Aliyekuwa mbunge wa Narok North Moitalel Olenketa ameteuliwa kuwa katibu mkuu wa chama cha Jubilee, akichukua nafasi ya Jeremiah Kioni ambaye sasa anachukua wadhifa wa naibu kiongozi wa chama cha pili. Harambee ya kusanya shilingi milioni 8.6 kwa familia ya Mkenya anayeishi Marekani aliyepoteza watoto watatu wakati wa likizo. Baadhi ya Wakenya wameonyesha kumuunga mkono mbunge wa Meru baada ya kunusurika kifo kufuatia ajali ya barabarani iliyotokea alfajiri. Na mahakama ya Milimani imemkemea Michael Macharia Njiri maarufu kama DJ Brown Skin na kumkamata huru kutokana na mashtaka ya kumsaidia mke wake kujitoa uhai. Na hizi ndizo habari kwa ukamilifu. Rais William Ruto ametoa agizo kwa wanafunzi wote kuripoti shuleni kuanzia Ijumaa licha ya changamoto za kifedha au ukosefu wa sare za shule. Akizungumza Meru wakati wa utoaji wa fedha za mpango wa kuunga mkono biashara wa National Youth Opportunities Towards Advancement almaarufu NYOTA, Rais Ruto aliagiza maafisa wote wa utawala wa kaunti kuhakikisha agizo hilo linafikiwa na wote wakiripoti shuleni kwa ajili ya masomo yao ya muhula wa kwanza. Kiongozi wa taifa alisema serikali imetoa shilingi bilioni 44 kama capitation kwa elimu na hakuna mtoto anayeweza kukataliwa kupata elimu kwa sababu ya ukosefu wa ada ya shule. Alisema kwamba mpito kutoka shule ya msingi kwenda shule ya junior chini ya competence based curriculum almaarufu CBC haipaswi kukatishwa kwa sababu ya changamoto za kifedha, na serikali yake imejizatiti kuhakikisha mpito huo unafanyika bila msongamano wowote. Hadi Jumatano Januari 22, Wizara ya Elimu iliripoti kuwa wanafunzi zaidi ya 930 waliofanya mtihani wa Kenya Junior Secondary School KJSEA mwaka wa 2025 wameripotiwa shuleni kati ya wanafunzi bilioni 1.13 waliosajiliwa. Waziri wa Elimu Julius Ogamba alisema kwamba timu zimepelekwa kufuatilia na kuwafuata wanafunzi ambao bado hawajaripoti shuleni. Kwingineko ni kwamba mahakama ya Milimani imemkemea Michael Macharia Njiri maarufu kama DJ Brown Skin na kumkamata huru kutokana na mashtaka ya kumsaidia mke wake kujitoa uhai, ikisema hakuna ushahidi wa kutosha kuonyesha alihusika. Katika uamuzi uliofanywa Alhamisi, hakimu Caroline Nyanguthi alikuta kuwa upande wa mashtaka haukuweza kuthibitisha kesi yao bila shaka ya kisiasa. Brown Skin alikuwa akishtakiwa kwa makosa kadhaa, ikiwemo kuwashauri mke wake Sharon Njeri Mwangi kuchukua uhai wake mnamo mwaka 2022 Julai 29 huko Kariobangi South Nairobi, kushindwa kuchukua hatua za kuzuia tukio hilo na kufuata ushindi muhimu kwenye simu yake. Mahakama ilikuta ushahidi uliowasilishwa kotini haukuwa wa kutosha kuthibitisha kuwa alifanya makosa hayo, hivyo alimkema heshima zote. Kabla ya kutamatisha upeo wa TVC 247 ni kwamba ni kuache na kauli ya siku kuwa katika maisha elimu ni kifaa bora ambacho kinasaidia binadamu kuwa na mustakabali bora. Niite Martin Base, kama kawa nitaitika. Tukutane tena wakati mwingine hapo kesho. Jina langu ni Pauline Atelo.